Ujio wake George Natembeya katika siasa za magharibi umeleta msisimko mpya na kuibua matumaini ya kizazi kipya cha uongozi kutoka kuwa kamisheni wa mkoa hadi kuwa mwanasiasa. Natembeya amejitokeza kuwa kiongozi anayechochea mjadala wa mabadiliko, akisisitiza umuhimu wa kuondoa siasa za kikabila na kuhimiza maendeleo ya pamoja. Tangu alipoingia rasmi siasa mwaka 2022 na kuwania ugavana wa Trans Nzoia, alikumbana na upinzani mkali kutoka kwake Chris Wamalwa. Hata hivyo, alipita kura na kutangazwa kuwa gavana rasmi kupitia Tawe Movement, harakati ambayo imekuwa na umaarufu wa haraka. Natembeya amekuwa sauti ya matumaini kwa vijana, wanawake na makundi yaliyokuwa yamesahaulika. Amejenga mtandao mpana wa wafuasi wanaoamini kuwa siasa za magharibi zinaweza kuwa tofauti na zenye mwelekeo wa maendeleo na sio porojo. Andu beko bakandila banja bako labarien. Hii maneno mimi naongea ikuwe kama ni mbegu na zika kwenye roho zenu. Maulile. Tembiale mbegu mioyo kenywe. Maana kujikomboa usitegemee mtu mwingine kukomboa. Wewe mwenyewe lazima uanze kujikomboa kwanza. So haijalishi kama Natembeya yako ama Natembeya hakuna, mabadiliko Kenya lazima yatafanya nini? Lazima yatakuja. Mwezi nani? Saa hizi ni mipango inawekwa kwenye bajeti, inawekwa pesa inafikia mwananchi ni structured man. Hapo ikuja hapa mbado kitangia shilingi milioni 10, waambie watagawana hapo, watagawana pesa ngapi? Leta miradi, empower our people, elimu pia kwenye elimu nzuri ambaye inapatia watoto wetu skill. Akitoka chuo anajua amepata ujuzi wakaenda kuishi maisha yake. Upande mwingine, kuzaliwa kwa Kholialala Movement umechukuliwa kama juhudi ya wakongwe wa siasa kama Moses Wetangula kuimarisha ushawishi wao na kuunganisha jamii ya Waluhya. Kholialala ikiwa na maana ya tuko pamoja, unaashiria jitihada za kutafuta mshikamano ambao kwa muda mrefu umekuwa ukikosekana. Ni wazi kuwa harakati hii inalenga kurejesha uongozi wa jamii mikononi mwa wale wanaaminiwa kwa uzoefu wao. Katika kaunti ya Malava, siasa zimepamba moto. Hili ni eneo lenye historia ndefu ya kisiasa za ushindani mkali. Tangu enzi za marehemu Soita Shitanda, ambaye alikuwa nguzo ya kisiasa eneo hili, Malava imekuwa uwanja wa majaribio kwa viongozi wapya. Malulu Injendi aliyekuwa mbunge hadi kufariki kwake, alichakuliwa kama mgeni katika siasa, aliweza kuvunja rekodi kwa waliomtangulia. Kifo chake kimeacha pengo kubwa ambalo sasa linaonekana kuwa kichocheo kikuu cha uchaguzi mdogo wa ubunge. Katika uchaguzi huo, majina kama Seth Panyako ameibuka kama mgombea mkuu kuwania tiketi ya chama cha Ford Kenya. Uchaguzi uliopita alijizolea zaidi ya kura 19,000. Malava unakusia seti? Seti anakuleka? Seti ni yeshi vele? Ile kazi unafanya hapa, unajiruri Malava. Epasi wauna mutar maniari yoke tisha. Omundre ma ulwoma ni sarekile sitrai bata. Omamu Wetangula. Na kuheshimu sana. Umefanya mzuri, Soita Shitanda 1997. Yarera mnambrela ya Malava wa Ford Kenya wa Matiba bara. Ford Kenya. Simba. Mundu changa panyako wanjewe. Aliya mwikulu. Mundu changa panyako wanjewe. Harambe.
kwa sababu uamuzi wenu ndio tutafuata. Ni kweli? Umeamua aje? Ambuzi. Sema tutafuata. Kwa sasa idara ya ujasusi imekuwa ikifuatilia kwa ukaribu hali ya siasa ya Malava, hasa baada ya kutokea kwa mikutano ya kisiri inayohusisha viongozi wa juu. Hii inaonyesha jinsi nafasi ya ubunge wa Malava ilivyo na umuhimu si tu kwa wenyeji bali hata kwa ushawishi wa kitaifa. Swali linabakia, je, George Natembeya licha ya kutokuwa na chama thabiti ya siasa ataweza kuunganisha jamii ya Waluhya na kuchukua nafasi ya uongozi kutoka kwake Wetangula na Mudavadi? Au ni mmoja wao atakayezidi kuwa msemaji wa jamii rasmi? Talking about unity. Unity cannot be caught in a vacuum. Hiyo mrengo ingine haina chama. Hapa kuna vikoko wawili ambapo kuna Mheshimiwa His Excellency Musalia Mudavadi na kuna Mheshimiwa Senator Moses Masika Wetangula. Wao wako na nyumba ya mrembe wanaweza kujikinga. Hawa watu wengine hawana nyumba. Hatutakubali viongozi bandia wenye wametuletea sisi kwa sababu wanataka kutu auction. Ende ya Muluhya bantu bakuchakeleruka. Ende ya Muluhya yakuchenje iba kali. Lakini paka banamuza bantu bakumaswanga nono maswaji. Wale pesa kuli bantu bali bakali. Wale reliable, wale dependable lakini zakuli united. Wameona kwamba watu wa eneo hii wamechanuka na wingi wao sasa utaleta mabadiliko katika Kenya. Na sasa Western Kenya region imeiva kutoa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kiti cha Malava kilichowachwa wazi kimeendelea kuwavutia wababe wa siasa wakijaribu kupenyeza makali yao, huku George Natembeya, Cleophas Malala, Moses Wetangula, George Wajakoya wamekuwa na safari za kila mara, jambo lililokashifiwa vikali na wakaazi wa Malava, wakiwataka wanasiasa kuachia uamuzi wa kuchagua atakayewakilisha mikononi mwao. Na Malava inapata kiongozi. Malava inatoka Shandite mpaka Mfesura kule chini. Inatoka hapa hapo Kimisango mpaka kule Isoi. Unahitaji kiongozi ambaye anaweza kuunganisha kila mtu pamoja bila kuangalia misingi ya kikabila. Kwa baadhi ya Malava mkipenda msimame na kiongozi wa maono, kiongozi ambaye ataleta watu wote pamoja. Hawataki kupangwa na mtu wa nje. Mnataka chama ya wapi? Nataka kusema kwamba watu wa Malava kutoka kitambo tulikuwa kwa serikali na sisi huwa tumezoea kukaa kwa serikali. Hatuwezi kubali mtu mwingine kutoka mahali fulani Lugari ati anakuja kutupanga Malava. Malava tutapanga kweli? Sisi hatuwezi panga na mtu yeyote. Sisi watu wa Malava tunajua kwamba tukileta mtu wetu sisi wenyewe tunakuanga na waamuzi ambapo ni wa umoja. Tunakubaliana hivyo? Si nyinyi ndio mwenye mamlaka? Si nyinyi ndio mnaajiri watu? Hakuna kiti ya mtu ama namna gani? Wacha kila mtu afanye na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za raia ikifika 2027. Amen. Lakini abana bevumema na badoko rashishila. Loka amekura ile kwa serikali. Tuweke hii kiti kwa yule mtu atakuwa kwa serikali. Mimi kama kinishi siwezi kuambia piga mahali kura mahali fulani. Lakini mimi nawaambia watu wa Malava. Kwa serikali miaka chini tutakuwa na manufaa.
Vyama vya Ford Kenya, DAP Kenya na ODM vina nafasi muhimu katika mustakabali wa siasa za eneo hili. Hata hivyo, mvutano wa kisiasa na mkawanyiko ndani vinakwamisha juhudi za pamoja. Kinachohitajika sasa ni ushawishi mpya unaojali maslahi ya mwananchi wa kawaida, si uongozi wa kupokezana majina yale yale, bali usimamizi unaozingatia maendeleo, elimu, afya na ajira kwa vijana. Uchaguzi mdogo wa Malava si tukio la kawaida, ni kioo cha mwelekeo wa siasa za magharibi kuelekea mwaka 2027. Ni mtihani wa nguvu kati ya kizazi kipya kinachowakilishwa na gavana wa Trans Nzoia George Natembeya dhidi ya kizazi cha zamani kinachoongozwa naye Speaker Moses Wetangula na waziri mwenye mamlaka Moses Mudavadi. Malava now is the defining moment of our unity. Yes. Tutafanya hapa ekure reicha ni japo determine the future year. Yes. Sasa alikuwa candidate for UDA. Alikuwa candidate wa president. Na president nimemwambia kama rafiki yangu, kama partner kwa Kenya Kwanza, tukiingia hapa Malava tuwe na candidate ngapi? Moja. Hapo sasa. Wapiga kura wa Malava watakuwa na nafasi ya kuamua ikiwa wanataka kubaki na siasa za kawaida au kuandika historia mpya ya mwelekeo wa maendeleo ya kweli. Brody Elvis, kaunti ya Kakamega. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe, na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za raia ikifika 2027.